Katika makala ya Ifahamu China, tunaangazia mfumo wa kisasa wa usafiri nchini China unavyoendelea kuwavutia watalii wa kimataifa, huku reli, treni za kisasa na huduma bora za usafiri zikifanya safari kwa rahisi na za haraka katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Hebu tazama. Mkoa wa Hainan uliopo kusini mwa China umeendelea kupokea idadi kubwa ya watalii wa kimataifa pamoja na ongezeko la safari za ndege kutoka mataifa mbalimbali tangu kuanza kwa mfumo mpya wa forodha wa kisiwa hicho mwezi Desemba mwaka jana. Moja ya vivutio vikubwa kwa watalii hao ni reli ya mwendo kasi inayozunguka kisiwa cha Hainan. Mara nyingi treni moja hubeba kati ya watalii 100 hadi 200 wa kigeni wanaotembelea maeneo mbalimbali ya kisiwa hiki. Mtalii mmoja kutoka Urusi amesema kuwa safari ya treni hiyo ni ya starehe na ya haraka, huku huduma za chakula, vinywaji na vitafunwa vikipatikana ndani ya treni. Mamlaka za reli mkoani Hainan pia zimeboresha huduma kwa watalii wa kigeni kwa kushirikiana na kampuni za utalii kurahisisha upatikanaji wa tiketi pamoja na kutoa huduma za tafsiri katika lugha mbalimbali. Katika eneo la Delta ya mto Yangtze mashariki mwa China, baadhi ya wageni wa kigeni wameeleza kuwa kusafiri kwa treni za mwendo kasi ni rahisi zaidi kuliko kutumia ndege. Mwanafunzi mmoja kutoka Urusi anayesoma katika mji wa Hanzhou mkoani Zhejiang amesema hupendelea kutumia treni za mwendo kasi na usafiri wa chini ya ardhi kutembelea miji mingine kutokana na usafi, utulivu, gharama nafuu na kasi ya usafiri huo. Naye Claude, raia wa Ufaransa anaishi katika mji wa Jinan mkoani Shandong, amesema mifumo mipya ya treni za chini ya ardhi nchini China imejengwa kwa ubunifu mkubwa unaozingatia mahitaji ya abiria. Kwa mujibu wa Claude, usafiri wa vituo vya treni na mabehewa pamoja na taarifa zinazotolewa kuhusu vituo vinavyofuata ni mambo yanayorahisisha safari kwa abiria wa mataifa mbalimbali.